Waswahili wanakwambia tenda wema nenda zako, usingoje malipo hata kidogo, kwani malipo yanaweza kukukosti kabisa. Hii ndio inomkuta Ibrahim Traore. Licha ya kuwa ni kiongozi anayetajwa kuwa na mafanikio makubwa kwa muda mchache toka ameweza kuishikilia Burkina Faso, lakini bado kuna watu wanamuona kama vile ni mtu anayetumia udikteta. Unaambiwa moja kati ya nchi ambayo imekuwa na machafuko ya kuwapindua maraisi, basi ni hii nchi. Ikumbukwe hata Ibrahim Traore alipoingia madarakani alikuwa amefanya mapinduzi ya kijeshi, hivyo kuweza kuingia katika nafasi hiyo ya uraisi, na huku akiwa amempindua aliyewahi kuwapindua wenzake huko nyuma. Sasa unaambiwa kuna jambo kubwa sana ambalo limekuwa likimwandama sana Ibrahim Traore. Fuatilia na mimi ili niweze kukujuza hapa ni kipi hicho ambacho kinamwandama Ibrahim Traore. Hii vita inayoendelea kati ya Ibrahim Traore na watu ambao wamemzunguka kuonekana wanamsaliti sana. Je, ni vita ambayo itadumu mpaka lini? Unaambiwa katika nchi ya Burkina Faso taarifa mpya na nzito zimeibuka kuhusu njama ya kuipindua serikali ya mpito inaongozwa na Captain Ibrahim Traore. Katika tukio la kushangaza, watu 9 wamekamatwa kwa tuhuma za kupanga mauaji ya rais huyo na jaribio la mapinduzi dhidi ya dola. Kwa mujibu wa mamlaka za usalama nchini humo, watu hao walikuwa sehemu ya kundi iliyoandaliwa kwa siri likiwa na lengo la kumuua Captain Traore na kuvuruga kabisa serikali ya mpito. Uchunguzi umebaini kuwa baadhi ya waliokamatwa walikuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na mashirika ya nje yanayotuhumiwa kufadhili njama hizo. Vyombo vya usalama vilifanya operation ya kushtukiza mnamo tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2025 na kufanikiwa kukamatwa kwa watu hao 9. Katika msako huo, vifaa vya mawasiliano, nyaraka za siri na ushahidi mwingine uliohusika na njama hizo vilinaswa. Uchunguzi zaidi unaendelea huku mamlaka zikisema huenda kuna watu wengine zaidi waliohusika. Hili si jaribio la kwanza dhidi ya uongozi wa Captain Ibrahim Traore. Mnamo Septemba 2023 kulitokea jaribio la mapinduzi lililohusisha maafisa wa jeshi 4, kati yao walikamatwa. Jaribio lingine lilifumuliwa Januari 2024 ikiwa na uhusiano na mitandao ya kijasusi ya nje. Katika jaribio kubwa zaidi lililotokea hivi karibuni, serikali ilitangaza kukamata zaidi ya watu 113 waliokuwa wakipanga mapinduzi ya kijeshi na njama za mauaji. Mali zao zilifungiwa huku uchunguzi ukiendelea. Serikali ya mpito ya Captain Ibrahim Traore inasema haitasitisha lakini pia haitositishwa na vitendo vya vitisho ndani wala nje ambavyo vimekuwa vikiendelea. Amesisitiza kuwa atalinda mamlaka ya wananchi wa Burkina Faso kwa nguvu zote na hata sita kuwachukulia hatua kali wale wote wanaotishia usalama wa taifa hilo. Burkina Faso inaendelea kupambana na changamoto za kiusalama za ndani na za nje. Je, Captain Traore ataweza kushinda vita hivi ndani ya kambi yake? Endelea kufuatilia, lakini usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Tukomentisha kinoma noma. Bye bye.